Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kunipa fursa na kunipandisha ngazi kutoka kwa katibu tawala wa wilaya na kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Miezi michache iliyopita, baada ya kusikia kwamba Bi Halima Bulembo anakwenda kugombea, tumefanya naye kazi vizuri sana hapa Dar es Salaam. Amekuwa ni dada mchapakazi lakini mwenye ubunifu wa kuunganisha watu, na pengo lake limezibwa na wewe. Na wakati anakwenda huko nilisikia minong'ono, watu pembeni wakijinasibu kwamba watakuwa wakuu wa wilaya ya Kigamboni. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, amekuleta wewe ambaye hatukuwahi hata kusikia kama ungekuja Kigamboni. Hii inamaanisha kwa ndugu zangu wote mlioko hapa ndani, madaraka hayatafutwi, madaraka yanakufuata. Na madaraka yanayokufuata yana heshima ya juu sana kuliko madaraka unayoyatafuta. Wote viongozi tulioko hapa tumemsikiza Mheshimiwa Rais akiwa anaapisha viongozi akiwemo katibu tawala wa mkoa wetu, akisema nataka mkasimamie mambo makubwa manne. La kwanza, amani; la pili, makusanyo; la tatu, usimamizi wa miradi; ya nne, viongozi kushuka kwa wananchi. Kwenye masuala ya usimamizi wa miradi alizungumzia kuhusu halmashauri kuwa na miradi yenye tija, na akazungumzia halmashauri kuwa na miradi ambayo inaweza kuwa inagusa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu kwa wilaya, kwa mko hapa, niwaombe sana yale ambayo Mheshimiwa Rais aliyazungumza kwetu kupitia televisheni iliyoruka mbashara, naamini wote tuliyaelewa. Na ndio maana wakurugenzi mlioko hapa wote tumewaandikia barua kwamba ikitokea Mheshimiwa Rais leo akafanya ziara Dar es Salaam, ikitokea Mheshimiwa Rais leo akataka kutembelea wilaya yako, tupeni orodha ya miradi ya maendeleo ambayo iko pase kwenye halmashauri yako, na sio miradi inayotekelezwa na taasisi yoyote ya serikali. Tunataka ile tu ambayo iko chini ya mfuko wa mkurugenzi. Halafu DAWASA naye ameandikiwa barua, TANESCO naye kaandikiwa barua, TARURA naye kaandikiwa barua, nani naye kaandikiwa barua. Lengo ni kwamba mkikaa wenyewe wakurugenzi mkatathmini vizuri, mnaweza sasa mkajiona kwamba mna miradi au hamna miradi. Na kama hamna miradi, ndio muda mzuri wa kwanza kujibu maswali ya kwamba makusanyo tunayoyakusanya tunakusanya kwa ajili ya miradi gani. Na kama nilivyowaelezeni kwamba leo tangu mwaka 1995 kila mahali unapotembea kutoka mwaka 1995 ukitembea unaiona sura Mzee Mkapa. Katika nini? Ukitaja mambo yaliyoko TRA unamuona Mzee Mkapa. Mzee Mkapa alijiimarisha katika mifumo. Kwa hiyo tunapozungumzia visibility ya Mkapa imejionyesha sana pia kwenye mifumo. Unapokuja kwa Mzee Jakaya the same. Leo ukienda kwenye maukumbi Dodoma pale, Jakaya Mrisho Kikwete. Ukienda hospitali hapo, Jakaya Cardiac Institute. Ukienda si wapi hapa, unaiona sura ya Mzee Jakaya. The same mpaka huku leo kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan unaiona sura yake kupitia haya mamiradi ambayo ameyakamilisha kwa nguvu, kwa ari na kwa akili kubwa sana. Sasa kwa wilaya ukikaa, DAS ukikaa, mkurugenzi mkikaa, kila mmoja ajiulize visibility ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi wake na DAS wake iko kwenye nini? Je, tutabaki kusema tumejenga vyoo 6? Je, tutabaki kusema tumefanya hiki? Kwa hiyo lazima tuwe na miradi ambayo inakuonesha wewe na kuiacha legacy yako. Leo uwe upo, kesho uwe haupo, lakini watu wanaweza kurejea kwamba alikuwepo mkuu wa wilaya
anaitwa fulani aliyesimamia hili likawa. Na linapokuwa, mkuu wa nchi anafurahi kwa kuwa anajisifu kwamba aliweka watu ambao wanafanya miradi inayohusu watu. Kwenye ishu ya mapato, matumizi yake ni miradi. Kwenye ishu ya amani, kwa kuwa wilaya pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama mko hapa, mnafahamu vizuri kwamba amani ndio kila kitu. Na kama nilivyosema, wapo baadhi ya watu leo wamediriki kusema tusiite tena Dar es Salaam ni nchi ya amani. Sasa nadhani wakati utafika tuanze kutumia elimu ya kawaida ili kuweza kujua nini kinachotusaidia kwenda kwenye mahitimisho hayo. Jambo jingine, tuko na viongozi wa chama. Chama chetu cha Mapinduzi ndicho ambacho tunatekeleza ilani yake. Na ndio maana tumewaalika, kwa sababu mkuu wa wilaya ya Kigamboni atakwenda kushirikiana na wenzake kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo tunakwenda huko kwenye uchaguzi. Wakuu wa wilaya, sisi hatuendi kupendelea chama chochote cha siasa. Leo michakato ya ndani ya Chama cha Mapinduzi imeanza. Kwenye intra-party nomination imeanza. Niwaombe sana viongozi wa serikali, tusiwe sehemu ya migogoro na kuleta makundi ya wanaotaka kugombea ndani ya chama chetu wenyewe. Wacha michakato iende kwa uhuru na haki. Lakini ninachoweza kusema, sisi kwa kuwa ni makamisa, tukasimamia haki tu kule kwenye vikao vyetu.